Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, neno la Bwana katika asubuhi ya leo. Kwenye somo la kwanza, tunakutana na habari za kugawanyika kwa ufalme wa Israeli. Kugawanyika huku kulisababishwa na kosa la mfalme Solomoni, kiburi chake na kutokumjali Mwenyezi Mungu na kuamua kuongozwa na marafiki zake, wake zake waliomshauri kuabudu miungu ya kigeni. Mwishowe anailetea familia ya Daudi maanguko makubwa, anaifanya ipoteze uongozi wa makabila 10 ya Israeli. Hakika Solomoni ni mfalme mwenye historia yenye kujaa mambo ya ajabu. Alikuwa mfalme mwenye hekima kuliko wote katika familia ya Daudi, lakini pia alikuwa mfalme aliyeleta hasara kubwa sana kwa familia ya Daudi. Leo ufalme unagawanyika, ufalme wa kaskazini na wa kusini. Ufalme wa kaskazini yanaondoka makabila 10 na anapewa Jeroboamu. Hakika tunalo kubwa la kujifunza toka kwa Solomoni, ndugu zangu. Hakika shetani hupendelea watu maarufu, wale wenye ushawishi, wale wenye vyeo vyao. Kadiri unavyokuwa maarufu, ndivyo na shetani anavyokuja karibu yako kwa lengo la kukuangusha, akijua kwamba endapo atafanikiwa kukuangusha mtu maarufu, basi kwa sababu mtu maarufu na wafuasi nyuma yako, basi utawakwaza wengi, ataweza kueneza uovu wake kwa walio wengi zaidi. Hivyo tuwe watu wa kujichunga zaidi na zaidi. Kila tujionapo kuwa na cheo au maarufu, ndivyo shetani alivyo karibu na sisi na ndivyo anavyotaka kutuangusha. Kila unapojitahidi kukaribia utakatifu, ndivyo shetani naye anavyojitahidi kukurudisha chini, kukuweka chini, kurudisha nyuma. Tambue mbinu hizi na tuombe tusije tukaanguka kama ilivyotokea kwa mfalme Solomoni. Wapo tuliokabidhiwa mamlaka ya kiroho na kiserikali pia kuhusu wenzetu. Tuombe ili tusije tukawa sababu ya wenzetu kuanguka zaidi. Kwani shetani hupenda kuwatumia walio maarufu zaidi na wale walio na madaraka ili kuleta madhara makubwa kwa wengi. Kila mwenye madaraka ajichunguze kila siku ili asije akawa sababu ya kutumika na shetani kama mjumbe wa kueneza propaganda za kiovu na za kishetani. Katika somo la Injili, Bwana Yesu anamponya bubu na kiziwi. Anawezesha ulimi wake kusema na masikio yake kusikia. Huyo alikuwa bubu na kiziwi, kwa hakika alipitwa na mengi. Udhaifu wake wa kuwa bubu na kiziwi ulimfanya mara nyingi ashindwe kutambua kinachoendelea kwenye jamii yake. Pia kulimfanya ashindwe kujua njia na namna ya kujihami yeye mwenyewe. Siku hizi tumwombe Mungu atupe neema. Kuna wakati sisi ni viziwi wa kukataa kusikia baraka za wenzetu. Pengine sisi ni mabubu wa kuogopa kuongea kuhusu mema ya wenzetu. Tuko tayari kuongea mabaya, tuko tayari kutazama maovu badala ya kutazama mema. Ndugu zangu, ni viziwi pia wa kutokuheshimu hata wale waliotuzidi umri, wale watu ambao wanatushauri tuweze kufanya vizuri. Tunawapenda tu wale ambao wanajiunga kwenye uovu wetu. Sisi pia ni bubu wa kuongea matendo makuu ya Mungu na mazuri kuhusu wenzetu. Mara nyingi midomo yetu imependelea kuongea machafu na mabaya kuhusu wenzetu badala ya kutamka mema. Tumwombe Mungu tuweze kujifungua kwenye hii. Muombe Mungu afungue midomo yetu ipate kuongea mazuri, ipate kutangaza sifa zake na ipate pia kutangaza mazuri ya wenzetu. Tumekuwa kweli mabubu kuhusu sifa za wenzetu na hii sio sahihi. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado nakukumbusha tafakari za Sali Mbashara zipo za kutosha. Ukihitaji basi kuna namba iko kwenye tafakari hii ndio ya kuandika ambayo inaambatana na hii ya kurekodi. Iko chini namba pale. Utampigia, utamwambia tu upo wapi, basi atakupigia na atakutumia tafakari hiyo na atakuelekeza utume hela za kitabu wapi. Basi Mungu akubariki sana. Siku njema.